dominion over sin, kuwa na mamlaka juu ya dhambi. Na katika kitabu hiki tunachokisoma ni kitabu cha Matendo ya Mitume 2. Mtumishi wa Mungu Petero alikuwa anahubiri na akawa ameanalyze kuhusu Injili, akawa anafundisha kuhusu Injili. Ukianza mstari wa 6 pale utaona Petero akihubiri na akahubiri akazungumzia kuhusu siri ya Daudi katika mstari wa 25. Akazungumzia kuhusu moyo wake vile ulivyofurahi Daudi wakati ule. Akaendelea kuhubiri. Ilipofika mstari wa 29 inasemaje? 29. Waume, ndugu zangu, mniwie radhi ndio niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, ndio ya kuwa alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Basi kwa kuwa ni nabii, akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake Daudi atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi. Atamketisha mmoja kwenye kiti chake cha enzi. Yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo. Alitaja habari za kufufuka kwake Yesu Kristo. Ndio. Je, unataka kuishi juu au kuwa na mamlaka juu ya dhambi? Je, ungependa kujua siri ya kuishi au kuwa na mamlaka juu ya dhambi? Maandiko inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu Petero anafundisha fundisho la siri ya Kristo kupitia kwa picha ya Daudi. Maandiko inasema ya kwamba wakati ule alipokuwa ananena Daudi, alinena kuhusu ujio wa Kristo na ufufuo wake. Tukia mstari wa 31. Inasema yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu. Number 1, the power over sin thrives in the resurrection of Christ. Kama unataka kuishi bali au juu ya dhambi, na wewe usiwe mtumwa wa dhambi, ni lazima uanze kutambua habari za ufufuo wa Kristo Yesu. Ni lazima uanze kujua siri inayotangamana na kule kufufuka kwa Yesu. Kwa sababu kufufuka kwa Yesu pia kunaweka mtu huru, pia kuna kupatia ufahamu, na ndio kuna kutia nguvu ya kutembea juu ya dhambi. Hivyo basi maandiko yanasema ya kwamba alinena habari zake Daudi, na alikuwa anazungumza kuhusu habari za ufufuo wa Yesu Kristo. So the point number 1 I want to make is, if you want to live above sin, you must be able to recognize the resurrection of Christ. Kama hautatambua siri ya ufufuo wa Yesu, siri, underline the word siri. Si kusema ya kwamba wewe unajua Yesu alifufuka, yaani kuelewa ile siri ya ufufuo ni nini. Umeelewa? Kwa sababu kuna kusema mtu amefufuka na kuna kujua siri ya huo ufufuo ni nini. Sasa kila kitakufanya uweze kuishi juu ya dhambi ni kujua siri ya ule ufufuo. Siri ya kwanza ni kujua ya kwamba wakati Yesu alipofufuka, pia wewe au mimi nilifufuka pamoja naye. Hiyo ni siri ya kwanza kabisa, ya kwamba mimi
sio yule wa kale aliyezikwa naye, bali huyu ni mpya anayefufuka ili atembee katika upya wa uzima. Uelewe ya kwamba kukutanishwa au kuozwa au kuoanwa, kama hiyo ndio Kiswahili sanifu, yaani ule uhusiano wa pamoja na Kristo, ufufuo wake ni ufufuo wako. Yesu hakufufuka kwa ajili yake. Yesu alifufuka ufufuo wangu. Hiyo siri iliyo hapo katika ufufuo, uelewe ya kwamba kumbe mimi sio yule aliyekuwa wa kale. Mimi ni mpya ambaye hajatenda dhambi. Mimi ni mpya ambaye hawezi kuwa na dhambi. Mimi ni mpya ambaye ametengenezwa katika asili ya Kristo wa mifupa ili nitembee kumtukuza yeye. So hiyo siri ambayo inatangamana na kujua siri hiyo, au huo ufahamu unaotangamana na kujua siri hiyo, huo ufahamu ndio unakuweka kuwa mtawala juu ya dhambi. Kwa sababu utakuwa unadhamini ufufuo. Utaongezea thawabu ama dhamana ya katika ufahamu huu. Yaani nimetaja tu mambo ambayo itakayokusaidia, na jambo katika hilo moja ninataja la pili katika ufufuo ni kujua katika ufufuo ule wa kale amepotea, na sasa katika ufufuo hapo ndipo maandiko inasema behold, tazama. Haleluya. Tunaishi katika kutazama ufufuo, sio kutazama msalaba. Elewa. Ndio maana nimeita siri. Mkristo hawezi ishi bali au juu ya dhambi kama anatazama msalaba. Mtu au Mkristo au mwana wa Mungu anaishi mbali na dhambi katika kutazama ufufuo. Kwa nini? Kwa sababu msalaba ulikuwa ni wa kusulubisha utu wa kale. Sawa? So unapokuwa unatazama msalaba, utakuwa unatazama utu wa kale. Halo? So tunapoenda kuleta watu katika Kristo, ndio huwa tunawahubiria msalaba. Kwa nini? Kwa sababu katika msalaba ndio wanajua hali yao ya dhambi ambao wako ndani imesulubishwa na Yesu. Sawa? Yes. Guza mtu muulize, unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Guza mtu muulize, unaelewa? Halo? So katika ufufuo hapo ndipo unajua ya kwamba tazamo langu mimi wakati wote na mtazama Yesu aliyefufuka. My prototype is the resurrected Christ. Nisikize. Sisi hatumtazami Yesu wa Nazareti. Hatupaswi sisi kumtazama Yesu wa Nazareti. Watu wengi saa hizi wanamtazama Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti kazi yake ya kwanza alikuwa mtenda miujiza. Sawa? Nenda polepole. Kazi ya Yesu Nazareti alikuwa anatenda nini? Watu wengi wanaohubiri injili ya miujiza kwa wana, ina maana wanahubiria Yesu wa nini? Wa Nazareti. Ndio wanake wakienda watafungua kitabu cha Mathayo mahali Yesu aliponya. Kwa sababu aliyeponya alikuwa Yesu wa nini? Sawa? Watafungua mahali Bartimayo aliona. Yesu wa Nazareti
hahubiriwi kwa wale wanaoamini. Yesu wa Nazareti huhubiriwa kwa wale wasioamini. Umeelewa? Yes. Kwa sababu unapowahubiria Yesu huyo wa Nazareti, huyo Yesu wa Nazareti, kwanza atadili na operation ya magonjwa walionayo, sawa? Atadili na dhambi walionayo, atadili na kila aina ya utu wa kale. So Yesu wa Nazareti amehubiriwa mara nyingi, na unapokuja kwenye wale wanaoamini pia wanaendelea kuhubiriwa Yesu wa Nazareti, ndipo hawajui Yesu wa ufufuo. Hawezi kutembea juu ya dhambi kama bado unatazama Yesu wa Nazareti. Ukitaka kuishi juu ya dhambi au kuwa na mamlaka juu ya dhambi, dominion over sin, you must see the resurrected Christ. Kwa sababu kila siku utakuwa unaangalia Yesu aliyefufuka. Unajua, sikiza, ukiangalia ufufuo unaangalia upya. Ukiangalia msalaba unaangalia utu wa kale ukisulubishwa. Yeah. Haleluya. Unanipata kweli? Yes. Utakuwa unasema nimesulubishwa pamoja na Yesu. Angalia dhambi zangu sasa zote ziko kwa msalaba. Umeelewa? Ukitaka kuishi juu ya dhambi ni utazame Yesu wa ufufuo. Let that sink in. Ukitaka kuishi juu ya dhambi ni utazame Yesu wa nini? Wa ufufuo. Kwani nimekosea? Mbona nimesikia wanapiga kelele? Bwana Yesu asifiwe. Ama ni roho amewashika? Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia. Dhambi zetu zote zimewekwa juu ya Yesu wa Nazareti. Sawa? Yesu wa Nazareti alikuwa amebeba ubinadamu kama vile sisi tulivyo kuwa. Haleluya. Nimetumia jina tulivyokuwa, ina maana sisi hatupo hivyo tena. Sawa? So aliposulubishwa Yesu alisulubishwa kwa ajili yetu. That's why kitabu cha Waebrania, sasa nimeanza kwenda katika references ndio unielewe, kwa sababu naona unielewe. That's why katika kitabu cha Waebrania 2 kuanzia mstari wa 7 inasema mwanadamu ni kitu gani mpaka ukampendelea hivi. Ikiendelea pale chini inasema ya kwamba kwa sababu Yesu alifanywa kama vile sisi tulivyo, ili kwa mwili wake amshinde shetani. Umeelewa? Hiyo ni 14 inaelezea hiyo, ili ujue ya kuwa shetani ameshindwa kwa njia ya msalaba. Shetani ameshindwa kwa njia ya msalaba. Basi nikishasema hivyo na maanisha I'm just laying the foundation. Twende katika tunaangalia dhambi ama kuishi juu ya dhambi katika vitabu vya epistles. Twende mpaka mstari wa 32. Inasema Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake. Ndio. Basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu, ndio, na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, ndio, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Ndio. Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, ndio, keti upande wa mkono wangu wa kuume, hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Number 2 of the same. Ukitaka kuishi juu ya dhambi ni ujue ya kuwa swala la dhambi ama suluhisho la dhambi sio kati yako na Mungu. The solution of sin is not between you and God.
hauna maktaba, hauna mkutaba. You don't have any commitment book. You don't have any covenant with God about your sin. Hakuna mahali Mungu anaweka mkataba na wewe ya vile wewe atakuondolea dhambi zako. Mungu anaweka mkataba wa dhambi kati yake yeye na yeye. Hii kitabu anayosema pale 34 ni kitabu cha Psalms 110 verses 1. Inasema ya kwamba, and Lord said to my Lord, sit here until I go and make the enemy under my footstool. Ina maana ya kwamba ilikuwa ni muktaba kati ya Mungu na yeye mwenyewe. The Lord and the Lord. For David is not ascended into the heavens, but he said himself, the Lord said unto my Lord, sit thou in my right hand until I make thy foes thy footstool. In another word, for you to be able to live above sin, you have to see Jesus as the covenant advocate. Ni lazima umuone Yesu kama ni mjumbe. Advocate ni kwa Kiswahili. Lazima umuone Yesu kama wakili wa dhambi. Wakati wowote unajiweka kwa equation ya kuwa wewe unajitetea kwa ajili ya dhambi zako, hauwezi ishi juu ya dhambi. You must see Jesus as the advocate of sin. You must see Jesus as the solution of sin. And you don't have any idea and you don't have any input in giving solution for sin. That's why we have believers who are unbelievers. Every Sunday they are repenting their sin because they think that God has a command, has a covenant between them about the year. So kila Jumapili wewe unamkumbusha dhambi zako, unamweleza Mungu, nisamehe dhambi zangu. Mungu, nimefukua mwenye dhambi, angalia vile nimefanya hii na hiki, naomba unisamehe. So you are taking the work of Jesus, na unaona ya kwamba Yesu hakufanya chochote, wewe sasa ndiwe maombi yako ndio itakufanyia chochote unafikiria. So the wages of sins is death. Hallelujah. The gift of God is eternal life. There is nowhere Mungu anakuachilia wewe kuona au kujiona kama wewe ndio unaomba suluhisho la dhambi kwake. Lakini Mungu ametuweka katika kumuona Yesu kama suluhisho la dhambi. Hallelujah. Amen. Do you want to live above sin? Then you must see Jesus as an advocate of sin. 1 John 2:1 says, inasemaje? 1 John 2:1 inasema vizuri pale, watoto wadogo ninawaandikia hivi ili msitende dhambi, lakini mkitenda dhambi mnaye wakili. Are we together? Yes. You have an advocate. Hebu soma hiyo aya. Watoto wangu wadogo, ndio nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Ndio. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mkombozi kwa Baba, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Umeona? Ndio. So Jesus is the advocate of our sins. If you have one. Okay? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So every time you see yourself or you see your prayer as an advocate of your sin, then you continue to live under the bondage of sin. Niko na jioni mwenye dhambi. Information mwenye dhambi. Why? Because hautaki kupokea Kristo kama muombezi au wamemwita nini hapo? You don't want to see Jesus as your advocate.
wakili wa dhambi zako. Hallelujah. Amen. Now continue. Continue Acts 2. Acts 2 inasema That's 6. Inasema 36. Hadi ukimbie kwa sababu muda nao. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Hebu nizungeuzie hii speaker huko. I'm struggling. Hallelujah. Na wamjue. Therefore let all the house of Israel know. Another point to live above sin, you have to know. Hallelujah. What are you knowing? Knowing Jesus as the solution of sin, and knowing the selected Christ as the empowerment to live above sin. The two, they look like they are the same, but they are not. You have to see Jesus and the cross as the solution of sin, and you see the resurrected Jesus as the empowerment to live above sin. Okay? Therefore let all the house of Israel know assuredly that God had made that Jesus, that same Jesus, whom ye have crucified. Umeona amerudi katika nini? Crucifixion. Because crucifixion inaonyesha the sins of the world being crucified with Christ. Umeona with Jesus. Umeona pale? Whom you have crucified, both Lord and Christ. Now when they had this, what happened? Verse 7. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Because in the Old Testament, in Jewish, they were believing in doing. Tutendeje. Sawa? Ndio. Wamechoma mioyo yao. Now, question. What did they have for them to be speared in their heart? Number 1, the gospel of the resurrection, and number 2, the gospel of his crucifixion. Umeona hilo? Walisikia habari njema ya kusulubishwa kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu, na habari njema ya kusulubishwa kwa Yesu. A true born again believer is born under the message of the death, the burial, the crucifixion, the death, the burial, and the resurrection of Christ. This is what can empower you to live above sin. Continue. Wakauliza tufanyeje? Wakaambiwa watoe pesa ngapi? Petro akawaambia, watoe mafungu ya 10? Hapana. Waweze kufanya nini? Tubuni. Wafanye nini? Mtubu. Fanya nini? Tubuni. Repent. Yes. Hello? There is no removal of the consciousness of sin in a man until he repents. Oh, yes. Hamuna kuondolewa kwa kujisikia mwenye dhambi kwenye hisia zako mpaka utubu. So, what made them to ask that question is the gospel that was preached. Ilikuwa imehubiriwa, si ndio? Yes. Injili ndio ilikuwa imehubiriwa. Wakauliza tufanyeje? Sasa nasema basi tubuni. Now, what is the meaning of the word repentance? The word repentance there is from the Greek word metanoia. Metanoia, which means to turn away. Hallelujah. Amen. You are going this side, then you change your mind. Hallelujah. Amen. It means nilikuwa ninaenda hivi, alafu nikasikia
nikabadilisha wazo, that is repentance now. Okay. Uliza jirani yako, wewe umerepent? Uliza huyo jirani yako, muulize wewe umetubu? Muulize huyu jirani yako kama ametubu na akae vizuri, kwa sababu ndio manake anasinzia kwa sababu hajatubu. Akae vizuri. Sit upright. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muulize kama ametubu. True repentance, you have to see a change. Toba ya kweli huja na mabadiliko. Hawezi kusema nimetubu. Jana ulikuwa unaiba, usema nimetubu, leo unaimbia mwingine. Unajua jana nilitubu, alafu leo unaimbia mwingine. That is not repentance. Repentance is to change your mind. When you change your mind, you change your practice. Unapobadilisha mawazo, ndio unabadilisha mpaka kutenda kwako. So mwili ni matunda ya kutubu kwako, ama inadhihirisha matunda ya kutubu kwako au kukataa kwa kutubu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo dansa ananisaidia kuhubiri. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, repentance is first thing when it comes to salvation. Kutubu ndio jambo la kwanza kabisa ili kupokea wokovu. Hawezi kusema umepokea wokovu na haujatubu. Lakini kwenye dini kutubu ni kukiri dhambi zao leo, kesho wanazirudia, wanazikiri, kesho kutwa wanazirudia, wanafanya nini? Wanazikiri. Hiyo sio kutubu. Sawa? Kutubu ni kule kuacha njia hiyo kabisa. Na ndio maana tuko na Wakristo ambao sio wana. We have Christians who are not sons of God. Because habitually matendo yao inaonyesha si wana, kwa sababu hawajafanya nini? Hawajatubu. Utakuta mtu alikuwa anatusi, anasema ameokoka, bado anaendelea kutusi. Utakuta mtu alikuwa mlevi na akiokoka bado anasema ameokoka, bado anakuwa mlevi. Utakuta mtu alikuwa hawezi kusamehe kabla hajaokoka, na baada ya ameokoka bado hawezi kusamehe. In another word, that person is not, or her heart, or his heart has not repented. Hallelujah. Amen. So true repentance ni kule kuachana au kubadilisha nia hiyo na kugeuka na kugeukia nia nyingine. That's why Apostle Peter anawaambia repent. What are they going to repent? Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name, not in the water. Hallelujah. Amen. In the name, not in the water. Why? Because true repentance, it is a change of mind. You have been baptized with the name of sin or sinful nature. When you turn to Christ, then you repent, then you are baptized in the name. In the name means now you know that name that carried your sin. So repentance is to change your mind, is to change your thinking and to turn away. So in a Greek we say the repentance
is metanoia anakainosis. Metanoia anakainosis ina maana ya kwamba unabadilisha nia na unabadilisha pia mwenendo. Halo, hawezi kusema ya kwamba ulikuwa unafanya hivi na bado unasema umetubu na bado unaendelea kufanya vile ulikuwa unafanya kabla haujatubu. Ina maana ya kwamba that repentance have no value or have no space in you. So in the next point, repentance is that changing of your thinking. Can we see one repentant heart in the Bible? We have two, but I'll give one as a phrase and one in the verse. Okay? Peter ameenda amemkana Yesu. Okay? Unakumbuka Peter ameenda akamkana Yesu. Alimwambia Yesu kwamba jogoo hatawika ama hatawika kama hajamkana mara 3. Baada ye Peter akamwambia nitakutetea. That is John 13 verses 36 all the way to 38. Yeah? Nitakutetea mpaka mwisho. Mimi nitakufa nitoe uhai wangu kwa ajili yako Yesu. Akamwambia wewe utanikana hata kabla jogoo hajawika. Then Peter akamkana mara ya kwanza, hakugundua. Hata sijui kwa nini hakugundua, akakumbuka vile Yesu alisema. Haya, akamkana ya pili, hakugundua. Wakati alikana ya tatu jogoo akawika, akakumbuka kumbe mara 3 imefika. Alipojua tu ameenda kinyume na Bwana, akakimbia, akaenda kutubu. Awekele. Akaenda kufanya kitu kinaitwa repentant from the heart. Nimeenda kinyume, nimefanya makosa, and he repented. And we see God using him again later. He is the one who is preaching in the book of Acts 2. Hallelujah. Amen. That is true repentance. Number 2. Tunaona mzee mmoja aliyekuwa na wana wawili. Mwana mmoja mdogo akaenda kuitisha mali. Alipoenda kuitisha mali, tunaona akaenda akaponda raha. Walipogawiwa, but alipofika mahali akagairi. Bona nilitoka kwa baba. Ningekuwa kwa baba, ningekuwa nakula hata mfanyikazi anakula vizuri kuniliko mimi. Akaanza kuingia na moyo wa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. So true repentance ni lazima iwe na change of mind and change of how you are doing. Hello. Sitaki nisukume hiyo sana. Songa mbele. Nasema, Petro akawaambia, ndio, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Ndio, mpate ondoleo la dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Endelea. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ni mara ngapi wewe mwenyewe hata kama uko hapa ushawahi tubia kitu na bado unakirejelea? You know your life very well. You know your life. Hakuna mtu anajua maisha yako kama wewe mwenyewe. Kuna wakati unasema hii kitu sitawahi fanya tena. Then you go back to the same. Unasema hii kitu sitafanya tena. In your heart. Unarudia. So I want to call you to a true repentance. True repentance is when you change the way you are thinking and change the way you are doing by believing the finished work of the cross. That is the only power to live against sin because of time. Sitaki mwangalishe hapa sana.
Allow me to read the book of Romans 6 from verses number 7. Then I give you a few points there. Another empowerment to live above sin is grace. Let us go there. Book of Romans. Romans chapter 6 verse 7. Inasema, kwa kuwa yeye alikufa, amehesabiwa haki mbali na dhambi. Good. Repeat. Kwa kuwa yeye alikufa, amehesabiwa haki mbali na dhambi. You have to recognize that you are dead. The mystery of grace brings you to realization that you are dead. A dead man cannot sin. Ukitaka kujua uko hai ama umekufa, ukitaka kujua uko hai ama umekufa, wacha mtu akukanyage. Akanyage ndani yako. Juzi hii wiki sijaenda kazi. On Monday I was seriously sick. Monday. Tulipotoka kwa crusade, nikarudi kwa nyumba, mwili ilikuwa inauma everywhere. So on Monday I decided to rest, and on Tuesday sikwenda mahali popote. On Wednesday nikatoka, nikaenda pale kazini, nikafungua duka kidogo, nikarudi. On Thursday nikaenda kuchelewa, I think nifika kitu saa 4 saa 5. Nikafungua tu kesa moja, nikae hapa nisikilize. Nilikuwa nasikiliza hapo dada ambaye anajiita mwinjilisti. Dada ambaye anajiita, haleluya, ako hapo hili. Sasa kuna mtu wa tuktuk sijui alifanya, nikashangaa alikuwa ndani, ni nani anapigania? Yani yale matusi yanatoka kwa huyo dada ikienda kwa yule mwanaume. Umeelewa? So I didn't expect ya kwamba ni yeye. Unajua kuna kitu expectation. Unasema huyo ni nani? Nataka nijue ni nani anaongea hiyo maneno hivi. Nini? Wewe utakuja tairi. Kama ngumu hivyo, nani huyo anaweza sema hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikasema wacha nichungulie nione, at least nione ni nani. Unaona? Ndio nisije nikakanyanga na ingia. Kuangalia yule dada mjini. Hata sikuongea, nilirudi ndani. Nikauliza Mungu, yani huyo ni mwinjilisti? Sasa anatupa maneno kama hata hamjui Mungu. Unajua kuna maneno unapookoka hata wewe mwenyewe unaogopa kutamka. Nikasema hata leo hivi sijawahi mface tena, kwa sababu sasa nataka siku moja ni mface, alafu atakuwa amesahau hiyo maneno. Kwa sababu hakujua niliona, sababu nilichungulia. Alafu nikarudi. Bwana Yesu asifiwe. Tukitaka kujua kuwa wewe umekufa, ni wakati umekanyaga ndani yako. If we want to know that you really died together with Christ, and not words, it is original. It is when someone anakunya kwa kichwa yako. Hiyo ndio siku leo. Hapa ndipo utajishika kama birika ya jana hivi. Wewe unichui wewe. Halo? Hapa unajishika namna hii.
poa ndio nijishike vizuri. Unajishika hivi kama birika hivi. Kwani unafikiria mimi ni nani? Hiyo ndio siku tunajua kweli. Did you really die? Were you kweli ulikufa na ukazikwa wewe, ama huwa tunakuona tu na unyenyekevu wako Jumapili na lipstick na nini, lakini katikati ya wiki tukikukanyana Are you getting this sense? If we want to test that really you live above sin, wakati mtu amekukanyana, hapo ndipo tuna test kama umekufa. Siku ile utaenda ukanyange maiti hivi, alafu ikugonge hivi, utafanya nini? Hiyo ndio nilishtuka. Maiti inakanyangwa na mwenye ukanyanga ajui ile ni maiti, lakini maiti inaongea kama birika. The Bible says, don't you know that we died together with Christ? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hamjui ya kuwa tulikufa pamoja na Kristo. And we buried the old nature. How comes there? Ukikanyangwa tu kidogo unakuwa rapa. Bado uko hai Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sema Mungu nisaidie. Mimi nawajua hapa. Haleluya. Siwajui kwa kuwaona, lakini nawajua kwa kuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Bwana Yesu asifiwe. If you want to know that you are a true son, died together with Christ, the old nature is done away. It is when someone anakuweka kidole kwa macho ukiwa umefungua hivi na uongei. Pastor, wokovu is also practical. 5:40 Mathayo. Sikiza kwa makini. Yesu anasema, anapeana mfano. Anasema tukitendea wale wanaotutendea mema peke yake, tutakuwaje wana wa Mungu mbinguni? Hebu soma kuanzia 40. Inasema, na mtu atakaye kushitaki na kuitoa kanzu yako, mwachie na joho pia. Umesikia? Huyo ni mfu. Huyo ni nani? Amekuja. Unaona vile baba Brian amejifunika mpaka akaweka leso hapa mbele. Yaani amekuja mtu akachukua hiyo. Anasema hata hiyo dress utoe upatie. Are you getting me? Yes. Inasema, unajua tumekuwa tukinena ufunuo, lakini kuna vitu vingine vidogo vinahitaji kukazwa. Haleluya. Mbona hiyo mic inakuangusha angu wangu? Inasema, na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye 2. Umesikia? Na huu mmoja ulikuwa ni wa kulazimishwa. Uongeze wa nini? Wa 2. Akuombaye mpe. Naye atakaye na sio kila kitu hapo. Kwa hivyo wadada sawa. Hiyo inaweza tumika vibaya, sawa wadada. Angalia context. So endelea. Akuombaye mpe. Naye atakaye kukopa kwako, usimpe kisogo. Umesikia? Hapa tukikukopa unaweza fanyaje? Nikikukopa mimi nikose kukurudishia, fanyaje? Na nikikuja tena maandiko inasema usinipe nini? Kisogo.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. When you are called to be a son of God, is a total death of the self. Hallelujah. Amen. Ni kufa na kuifia ule mwili kabisa. Soma mbele. Mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Ndio. Lakini mimi nawaambia. Nawaambiaje? Wapendeni adui zenu. Tuwafanya nini? Wapendeni nini? Adui zenu. Yule ameniibia karai. Huyo ambaye amekuja akaiba si televisheni. Mpende. Nifanye nini? Mpende. Haleluya. Amen. Wewe unasema apigwe nini? Mawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Songa mbele. Waombeeni wanaowaudhi. Mtu akikuudhi ufanya nini? Muombe. Unatenga muda wa kumwombea mtu aliyekuudhi. Sio kuombea shughuli zako. Mimi mtu amekuudhi, amekusinya kabisa. Alafu Biblia inasema umuombe. Utenge muda umuombe. That is only for dead men. Hello. Continue. Ili mpate kuwa wana wa Baba yenu. Kumbe kufanya hiyo yote iliyoandikwa pale ndio inadhihirisha kuwa sisi ni nani? Ni wana wa Mungu aliye mbinguni. Kwa nini? Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Ndio maana wanaambia watu kwamba mvua haikosi kunyesha kwa sababu kuna wezi. Mvua haikosi kunyesha kwa sababu kuna uhalifu mwingi na watu wameenda kinyume na Mungu. Hapana, Mungu ananyesha hata waovu wakiwepo. True sons of God, they are called into total death. Total death is to surrender yourself. Turudi katika Warumi 6, hiyo ilikuwa tu ni reference tumalizie pale. Hiyo ni aya yangu, hiyo nilikuwa tunatoa as a reference. 6. So now he wants us to give us solution of that. Verses 8. Inasema lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. Now you see there is an equation of died with him and living with him. Hallelujah. Kuna kukufa pamoja naye na kufufuka pamoja naye. 9. Tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Jesus is the antidote of sin. He is an antidote of sin. He is the solution of sin. And when you come to him, then he makes sure that yourself is also having a solution in him. Hawezi kuja na kiberebere yako kwa Yesu alafu abakishe kiberebere. Kiberebere inaokufa. Hawezi kuja na mshenee kwa Yesu alafu unataka uokoke mshenee ibaki. Ni lazima mshenee ife. Halo? Hawezi kuja kwa Yesu na tamaa alafu unataka tamaa ibaki. Wakati unapokuja kwa Yesu lazima tamaa ife. Lakini kwa njia gani? Anasema death has no more dominion over you. That is a good news. Death. No, sin, no. Death. Mauti haina mamlaka juu yako. Angalia hiyo mahali imeinuliwa. Ya kwamba wacha dhambi sasa, mauti yenyewe. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Kwa nini mstari wa 10? Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu,
lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Verse 11. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Jihesabu, lazima ujiite katika hesabu. The day life of a believer is a day life of death. Die daily. You have to die daily, so that you live to benefit God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So do you want to live above sin? You have to see yourself as a dead man. Hallelujah. Amen. Mtu akikuibia shamba unampatia mpaka na title. Ati watu mnaniangalia ndio hivyo. Ati Mungu anajua. Mtu akisema ulimpatia panga, alafu arudi aseme ni yake, unampatia na kisu na jembe. Maandiko yanasema na tutafute amani na kila mtu. Ukijiwekea kesi na mtu kwa ajili ya shamba, huyo mtu ambaye unaweka kesi na yeye, hamna amani nyinyi wawili. The life of a believer is to value another person's life than yourself. Na sitakosa kuhubiria kweli hiyo. Hallelujah. That is the truth. Unajua ni kwa nini uko na grudge? Unajua kwa nini uko na grudge na wamama wengi? Hebu akijiangalia. Kwa nini uko na grudge na wazee wengi? Kwa nini uko na grudge na watu? Jiangalia ni kwa nini. You don't have forgiving heart. Number 1. Number 2, wewe ni mtu ya kubebanisha vitu ambavyo havina msingi. Halo, kazi yako ni kubeba vitu kwa mzigo ndani ya moyo wako, huwezi kuachilia. Number 3, you see yourself as of value than others. Every time you enter into that dimension, wewe utabaki na vidonda ndani ya moyo wako milele. Milele utabaki hivyo. Hata ukienda kwa pastors counseling 10, solution ni wewe. Hallelujah. You are the solution. You have to die and you let Christ live in you. There is no any other option. Mtu anakuja anataka promotion kazini, mahali wewe ulikuwa unamwambia promote huyu. You don't fight for it. Because the Bible have given us understanding we have to see other men valuable than ourselves. Philippians 2 verse number 4. Inasema na tuoneni wengine wa muhimu na wa maana kuliko sisi wenyewe. The reason why you cannot live above sin is because you are still the righteousness of God who is confused. A confused righteousness of God. Confused one. Confused righteousness of God. In the church, you are the righteousness of God. In the marketplace, you are bitter with everyone. Hallelujah. Yani katika kanisa wewe ni mwenye haki wa Mungu. Ukienda katika marketplace kwa watu wengine, uko na issue na kila mtu. Huyu aliiba nini, huyu alifanya nini? Yani wewe watu wanakujua na picha nyingine tofauti. Na ndio maana yake huwezi kwenda door to door. Kwa sababu sasa vile wanavyokujua na vile tunakujua hapa kanisani ni vitu viwili tofauti. Pigia Yesu makofi mazuri. You have dual citizenship. Uko na nini? Uko na wenyeji mara mbili, wenyeji wa kanisani wa mwenye haki na wenyeji wa marketplace kule kwenye street. Wanasema hiyo Yesu akauliza, wanasema mimi ni nani? Haleluya. Wanasema mimi ni nani? Na nyinyi mwasema mimi ni nani? Kwa sababu kuna vile wanasema na kuna vile sisi tunasema wewe. Tukileta wewe ni mzuri, anakuja na kanisa ni mzuri. Ni mwenye haki, ni mwana. Uko. Hatutaki kumuona hapa. Huyo kwanza alituibia pesa yetu.
Bwana Yesu asifiwe. If you want to live above sin, if you want to have dominion over sin, you must die and see yourself in that position forever. That is the solution. Mimi sibishanaki na mtu kuhusu vitu. Ngumu. Nakuachia. So, no problem. Hello? That is me. And that is how Christ believed. Hallelujah. Lastly, umefika verse 10. Si ndio? Soma, nataka nimalize na 14. Alafu takuja kupick from there for other points on Sunday. Because leo tumechelewa kidogo. Kwa sababu tunazikuwa tunasuluhisha mambo ya nyumbani. Verse 12. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. That says, neither yield you your members, that is your body, as in instrument of unrighteousness unto sin, that is sin nature, but yield yourself unto God. Another point for you to live before or to live above sin, you have to yield. Yielding. Hallelujah. Yielding. Yield to see yourself as a member of the body of Christ. Verses 13 and 14. Then we wind up. Somaji, Kiswahili. Inasema. Oh my. Sumalize baba. Hapo ndio unataka kuna bomu tu. Unataka hii evaporate. Kwa nini ulikuwa umefunga Biblia rafiki? God wants Mungu anataka sisi zote. God wants all of us to live above sin. Not only that, he empowered us to live above sin. Hallelujah. Amen. He doesn't want us to live above sin for our own self, through our own merits, through our own works. But he wants us to live above sin through his own economy. Listen. Verse 12. 13. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za kudhulumu, za dhuluma kwa dhambi. Umeona? Ndio. Umeona? Yes. Umeona? Umeona unayesikiliza? Najua hiyo wakili imeanza kurudi nyumbani kwa sababu ni kawaida yako. Lakini sasa kabla hatujamaliza inasemaje? Rudia hapo. Msiendelee kutoa viungo vyenu kama nini? Kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi. Ni nani anayetoa? Si ni mtu binafsi. Kwa hivyo ukijua siri ya kustopisha kutoa, umeishi juu ya dhambi. Inasema msiendelee kutoa. Ina maana ya kwamba kuna nguvu ya kukusaidia kutokuendelea. Vyombo au mwili wako kama vyombo vya dhuluma. Bali ngoja, hii dhuluma niko na maneno mengi. Unajua kuna watu wanajua kudhulumu wale kwanza wa Kristo. Wewe inakuaje wewe uko na 10,000 kwa bar? Sawa? Ndio. Ulikuwa unapita ama uko na gari, umebarikiwa na gari. Alafu jamaa wa mahindi anauza mahindi shilingi 20, amekwambia ni 20 na unataka kubageni 10. Alafu umebageni, umempea 50, unangojea change. Mtu wako na gari anangojea change ya 50. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapaswa kuwa baraka kwa huyo mzee, umwambie na kumnunulia mahindi ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani wewe umepaka gari hapo TX new model.
Alafu unangojea change ya 50. Gari ya 3.5 million. 5 million na unangojea change ya ngapi? No wonder those people who don't know God, wakienda kwa hao watu huwa wananunua kama ni 100, wananunua na 200. Those who do not know God. But go to Christians, wale wanajiita wa Kristo. Unakuta mtu anajua Mungu na anamdhulumu huyo mtu, wanaishi maisha ya kudhulumu wengine. Hallelujah. Amen. That's why Titus and 2 Timothy utakuta kwamba anaongea kuhusu hata wafanyikazi, anaongea kuhusu boss ambaye ni ameokoka na mfanyikazi wake, how they are supposed to live. Uko na msichana wa kazi, kutoka ingie kwako hata unamfungia hata fridge. Yaani msichana wa kazi hata fridge hawezi, hata maziwa hawezi kuguza. Are you getting me? Unaishi na mtoto wa mtu lakini unamuona kama huyo mtu kama sio mtoto wako. And you are saying I am the righteousness of God. Alafu huyo mtu utamwambia wewe ni the righteousness of God namna gani? Yeye anakujua in na out. Anajua nikikanyanga hii waya hata maziwa na vichiwa siwezi kunywa, hata mafuta ya kujipaka siwezi kujipaka. Halo, wanatoa vyombo vyao, mwili wao kama vyombo vya kudhulumu wengine. Ndio nimesema kwa hapo kwa dhuluma ni vile tu sina muda. Halo, kuna maisha Mungu akikupatia, ukiona mtu ako na shida unamsaidia. Hata kama ulikuwa hauna hesabu ya kumsaidia, unamsaidia. Nani kama one woman came kuniuzia watermelon pale dukani. She was carrying her child. Akona watermelon, ni kama hata ananipembeleza ninunue ile watermelon. Umeelewa? Nikamuuza hii watermelon kwa pesa ngapi? Kaniambia alikuwa ananunua shilingi 300 sijui kilo sijui nini hapo. Nikamuuza na huyu mtoto, mbona huo unazunguka naye? So nasa mimi nina focus na maisha yake kwa sababu ninaona kama hii watermelon atazunguka naye na mtoto kwa mgongo, jioni atakuwa anasikiaje mbele. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia wewe zunguka, alafu kesho ukuje nataka nizungumze na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Alipoenda alirudi. Aliporudi nikamuuliza, umekosa mtu ambaye anaweza kusaidia mtoto kabisa? Akusaidie kupumzisha wewe huyu mtoto kabisa. Akasema unajua, akateta, akasema unajua siku hizi huwezi kutrust mtu na mtoto, mambo mengi. If I had money that time, ningemlipia mtu wa kumsaidia mtoto. Because nilikuwa naangalia kutoka asubuhi mpaka jioni amebeba mtoto na amebeba watermelon. Alafu kuna mtu anataka kubageni watermelon. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anataka kufanya nini? Okay. Na kuna mtu atachukua akule amwambie rudia baadaye, hiyo baadaye hata kupata. Amefunga duka. Na yeye ana duka. Amefunga duka. Bwana Yesu asifiwe. Because there are people who by nature ni watoto wa dhuluma, wa kudhulumu wengine. Sitaki kuongea sana kuhusu hiyo, lakini kutoka leo katika fundisho hili, wewe sio mtoto wa kudhulumu wengine. Haleluya. Amen. Ukiona mtu amekupatia, kuna vitu vingine unaacha. Sasa ukiacha change ya 50 Bwana Yesu asifiwe. Tuache mambo. Maliza hiyo. Inasema bali jitoeni wenyewe kwa Mungu. Bali nyinyi sasa jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa. Kama walio hai baada ya kufa. Na viungo vyenu kwa Mungu kama silaha za haki. Ndio, kwa maana dhambi haitatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria. Kwa nini haiwatawali? Ni kwa sababu hatumo chini ya sheria. So the economy of grace is an empowerment to live above sin. An economy of grace is an empowerment to live above sin.
Do you want to live above sin? See grace. See the work of grace. Stand on your feet. Nikiendelea zaidi hapo nitakuwa nina watu wengine hapa tayari wameenda lunch. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine hapa tayari nikiangalia sura zao wameenda nini? Wako lunch. So the empowerment to live above sin is already released. So God is not demanding you to live above sin through your merits. He has already supplied an economy, and that economy is called the economy of grace. Hallelujah. Maybe you are here. One or two things zimekuwa kukusumbua. You have not repented. A true repentance. There are things that you have to repent. And in context here, repentance is not to confess your sins, but is to change how you think, how you do. Become an empowerment in community. Ufanyike watu wa kusaidia wengine kwenye mji. Kuna watu ambao bado unawabebanisha. Kuna watu ambao bado umeweka kwa mgongo. There are things that you will never prosper if you keep carrying on people. Chukua watu, shukisha wao chini, na uishi ndani ya Yesu Kristo. Kama kuna vitu ambavyo vilikuwa vinakuzuia, weka chini. Understand the grace of God as an empowerment, resurrection of Christ as an empowerment, the love of God as an empowerment, and then you live. Hallelujah. Utaishi. Utaishi. Mungu awabariki. Kuna Jumapili ijayo tutaendelea kutoka pale, because now we are understanding how you can live above sin in the Old Testament, because in the epistles, because we started in the Old Testament, the gospel, and then we are now coming to the solution of sin in the epistles. So I've just yani nimefanya fundisho refu, nimefanya kulifupisha kwa sababu tulikuwa hatuna muda. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa hatuna muda, but by the grace of God I believe from today kuna vitu ambavyo Mungu atakusaidia na utaanza kuzishukisha chini. Hallelujah. Utaanza align yourself to the empowerment of grace, and God will help you. Niongezee sauti ili tuweze kuomba pamoja. Niko na maombi mawili ningependa tuombe. Number 1, ningependa tuombe mission ya Kiwapa tu. And number 2, I want you to commit yourself and repent to be a talker. You see, wewe umefanyika mtu wa kuongea lakini usupport kazi ya Mungu. Upatikani kwa maombi, upatikani kwa chochote, upatikani kwa lolote. That is when you need a true repentance to come to the knowledge and to know why you became a son of God. Just pray for a few minutes and God will help you. Father, we worship you. Nakushukuru Bwana asubuhi ya leo. Kuna watu tuko hapa Bwana, tumebeba watu, tumebeba vitu, hatujafanya toba ya kweli. Asubuhi ya leo tunashukuru kwa sababu ya fundisho hili. Kupitia kwa neno hili tutapona tena. Yeyote aliyetuudhi Bwana tunamsamehe. Yeyote ambaye Bwana ananena kinyume na sisi na tunamtambua, tunamsamehe. Wengine tunawadai madeni zetu, hata kukaribu kuwapeleka kwenye serikali. Tunaomba kwamba Bwana utusaidie na moyo wa kuwasamehe. Asante Yesu kwa sababu wewe ulionyesha mfano huu. Ulipotusamehea dhambi zetu, ulipokilipia gharama dhambi zetu. Ni kwa sababu hiyo umetupatia upendo, umetupatia moyo pia na wakusamehe wengine. Asante Yesu kwa sababu mafundisho haya haitaenda bure, bali inapanda kitu ndani ya mioyo yetu, na ili tuwe barua njema pale barabarani, na ili tufanyike barua
inayosomeka vizuri. Tusaidie kukufa Bwana, tufie dhambi, tufie mwili, na ili utukufu wako ukadhihirike kupitia kwetu. Nakushukuru Bwana kwa aliyefika hapa, anayeweza kuwa na ugonjwa. Natangaza uponyaji sasa katika jina la Yesu. Naye kuwa anahitaji kazi, natangaza milango ya kazi ifunguke. Chochote ambacho kimefunga anga ya kazi zake, natangaza ifunguke katika jina la Yesu. Asante Yesu, kwa sababu wengine Bwana tulioko hapa tunakuhitaji kwa ajili ya kuongeza kujitolea katika huduma. Naomba Bwana ukatusaidie ili tukaweze kujitolea hata zaidi kwa ajili ya huduma yako. Na ili Bwana